Crazy Rocket, now available on PMBet. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai mpaka siku ya leo. Tulikuwa na safari ndefu kutokea Mwanza mpaka hapa Ruangwa, tumefika salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa, tulikuwa na muda mrefu hatujakuwa Ruangwa toka mechi yetu ya mwisho ya tarehe 6, lakini yote kwa yote tumerejea nyumbani na tumefanya maandalizi mazuri ili kuikabili KMC. Tunajua KMC ni timu aina gani, ni timu nzuri, timu bora kabisa. Katika raundi ya kwanza wametufunga. Kwa hiyo na sisi tumefanya maandalizi mazuri. Mimi naamini kesho itakuwa moja ya burudani nzuri kabisa. Mechi ya mwisho imetoka kutoa sare pale Mwanza dhidi ya Pamba. Lakini pia hapa nyumbani mechi ya mwisho imetoka kupoteza na Singida kama sikosei. Wewe kama mwalimu umejiandaje kuona kwamba mnaingia katika uwanja wa nyumbani mara mwisho mko mmepoteza alama 3 hapa. Mmejiandaje kuhakikisha mnafanya vizuri? Lakini pia umezungumza ndio kucheza timu ambayo iliwafunga raundi ya kwanza nyumbani kwao. Ni kweli tumepoteza mchezo wetu na tumetoa sare, lakini hizo ni timu mbili tofauti. Singida ni tofauti na KMC na KMC pia ni tofauti na Pamba. Kwa hiyo kila mechi ina approach yake. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na tunajua KMC ni timu aina gani, ni timu ambayo style yake ni timu ambayo inafanya possession sana. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa vizuri na tunaamini tutaikabili. Na mimi naamini kesho wananchi wataona burudani nzuri. Kubwa tu tunaomba watu wa Ruangwa na maeneo ya karibu waje kuona burudani, watuunge mkono kwa sababu timu haiko katika mazingira mazuri sana. Kwa hiyo lakini yote kwa yote mimi naamini aliyojiandaa vizuri atapata alama 3. Mchezaji wote ambaye anataka kukosa mchezo labda. Vijana wote wako katika hali nzuri, ni machaguo tu yetu ya benchi la ufundi. Kwa hiyo kubwa tu mimi naamini Mwenyezi Mungu amshe salama tuje kupata mechi nzuri na kupambana ili kupata alama 3. Na Mungu ategemee nini msimu? Ukiangalia ligi imekuwa na ushindani hasa katika nafasi za chini, watu wametofautiana sana. Kubwa mimi nasema ligi ya msimu huu kila msimu unapozidi kwenda ni ligi tofauti. Kwa hiyo ligi ya msimu huu haina nyumbani wala ugenini. Kokote tunaweza kupata alama. Kwa hiyo mwenye maandalizi mazuri atapata alama 3. Kubwa tu mimi nasema waje kutunga mkono vijana wao wapo wanapambana. Mimi naamini kesho ukipata alama 3 utapiga hatua moja mbele, lakini kubwa maandalizi mazuri yataleta mechi bora kabisa. Asante. Kwa niaba ya wachezaji mmejiandaje katika mchezo ambao mnakwenda kucheza kwa mara nyingine ukiwa ni mwezi mwingine? Mara ya mwisho kucheza hapa ilikuwa ni mwezi Machi katika uwanja wa nyumbani. Kwa upande sisi wetu wachezaji tumejipanga vizuri sana. Tunaamini kwamba kesho tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani dhidi yake, kwa sababu tunaamini KMC ni timu bora, timu nzuri na sisi tumejipanga vizuri kukabiliana nao. Kwa hiyo na imani kesho kutakuwa kuna mchezo mzuri. Unawaahidi nini kwa Mungu? Mara mwisho mtoka kupoteza katika uwanja wa nyumbani. Ni kweli, unajua ligi sasa hivi ni ngumu na kila mtu anafahamu, lakini ikiwa ni kama mashabiki zetu tulikuwa tunaomba wasikate tamaa. Kwa kipindi hichi tunahitaji ukaribu wao zaidi ili kuweza kufanikisha timu kufanya vizuri, na wao ndo wachezaji wa 12. Kwa hiyo tunawaomba waje uwanjani kwa wingi kutusupport na tunaamini kesho tutapata matokeo mazuri inshallah. Kuna ule msemo kwamba kila mtu anakuwa na ile ngoma kutoka kupoteza kwanza kesho na mnacheza nao raundi ya pili ndio na salama, kila mtu atapata alama 3 kesho ndio kushinda mechi ya mwisho pale kutoka sare ya mwisho dhidi ya Pamba. Unaona ugumu uko wapi sasa? Ugumu utakuwepo kwa sababu na imani kwamba hata mechi ya iliyopita dhidi ya Pamba kuna baadhi ya mapungufu yalijitokeza na mazuri pia, lakini naamini kabisa katika yale mazuri tuliyofanya tutayaboresha zaidi katika mchezo wetu wa kesho ili kuweza kupata matokeo mazuri. Shukrani sana.